Zikibaki dakika kama 15 mtaniambia kwa mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Tupige magoti. Baba yetu wa mbinguni, Roho wako akatushukie. Asante kwa baada yote toka asubuhi. Mkono wako wa neema ukatushikilie sote katika somo hili la kujifunza Roho Mtakatifu. Katika Kristo tunakuomba. Amen. Sasa hili somo nimelileta kwa maana fupi tu. Tumjue Roho wa Mungu. Tumjue Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu ni nani? Tumeshajifunza somo hapa kuhusu Mungu ni nani, si ndio? Tumejifunza Yesu ni nani. Sasa moja ya mada ambayo ni tata kubwa katika ulimwengu wa Kidventista na ulimwengu wa Kikristo ni mada hii. Sasa leo nataka tuangalie kuhusu waasisi wa ICDA walisemaje kuhusu Roho Mtakatifu. Kuna nukuu fulani zikitajwa hasa za upande wa Ellen G. White. Sijui nafsi ya tatu ya uungu, ndio even trio. Sijui uheshimiwa watatu, vitu kama hivyo vina confusion inakuwa kubwa. Mpaka wakati mwingine wasema huyu huenda yaliingizwa ama na naye pia alichemka. Lakini majibu yapo. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu mambo ni mengi, leo naomba nichukue nafasi hii, nitakapoishia tutaendelea na mnikumbushe tuendelee somo. Sababu ni somo muhimu sana kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa sitaki tujifunze tu kwa maana tu ya mjadala. Nataka pia tujifunze, tuangalie na matunda yake. Maana tunasema roho. Sasa ni nani? Maana kuna roho nyingi, roho ya dunia na roho ya nani? Ya Mungu. Hebu kwanza msomaji ni nani? Hebu nipe kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Tuanze mstari wa kwanza mpaka rudi mstari wa 4. Tuangalie. Wapenzi, msiamini kila roho. Zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Ndio. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika ili mwajua Roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo ndio haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Ukiangalia katika zama za mitume utaona mambo ya roho yalikuwa pia na tunatosema nimeongozwa na nani? Na roho. Naongozwa na roho. Kila mtu ni roho. Kwa hiyo mtume anasema kwamba wapenzi, msiamini kila roho. Na akaweka msingi, roho yoyote ama mtu wa yoyote asipokiri kwamba Kristo alikuja katika mwili, huyo hana roho wa nani? Roho wa Mungu. Au roho anayetokana na nani? Tuzingatie hapo, roho anayetokana na nani? Si tu roho, roho anayetokana. Kiswahili kinaeleweka? Roho inayotokana na masawe, roho inayotokana na mensod au biabato. Kwa tunajua sasa hii roho chanzo chake ni nani? Sasa ili tuijue ni ile roho ambayo inakiri Yesu amekuja katika nini? Mwili. Sasa hili pia ni somo lingine ambalo linatakiwa pia muda tujifunze, amekujaje katika mwili. Na hapo ndio tutapata mambo ya Eucharist au mkataba wa BEM, baptism, Eucharist and ministry. Kuanzia mwaka 1957 hapo ndio hiyo fundisho linaingia hapo. Wakristo wote wameangukia hapo katika kukiri kwamba Yesu akuja katika nini? Mwili. Sasa hiyo ni mada nyingine, sasa tuache nayo. Sasa naomba unipe sikio lako na muda wako tupitie kidogo maarifa fulani. Sasa kwanza tuweke tahadhari muhimu. Katika Isaya 8:20, Hesabu 24 mstari wa 13 na Misali 30 mstari wa 5 mpaka wa 7, Ufunuo 20, Ufunuo Yohana 22 mstari wa 18. Na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hawa hapana nini? Asubuhi.
Ukiambiwa hapana asubuhi, na maana gani? Upo gizani. Kuna maana kila kitu ambacho tunataka tukifanye lazima kiwe kina uthibitisho wa neno la Mungu. Hesabu 24:13, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la nani? La Mungu. Ili andiko waga nalipenda sana, hata nikiwa na ubiri, siwezi kupita mpaka wa neno la Mungu. Ingawa Balaki baadaye, Balaamu kidogo alipewa mzigo wa kutosha, hilo andiko likasaulika. Maandiko yanasema katika 35-7 Misari, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao waaminio, usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu kuonekana uongo. Kwa hiyo tunapata nabii wa uongo, mchungaji wa uongo, askofu wa uongo kwa kigezo kimoja, kuongeza na kupunguza neno la Mungu. Na mshuhudie kila mtu anayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu awe yote akiongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo neno la Mungu linatosha. Sasa kutoka kuamini kwetu ndio kunafanya tuongeze mambo mengine ya ziada, na kweli ni changamoto kubwa. Kwa mfano, huu mwezi mzima nimekumbana na hoja nyingi za mambo ya ufundisho la uungu, mapasta wengine nipigiwa simu, yaani shida nikagundua ni moja tu, kuongeza na kupunguza. Yaani mtu aamini andiko kwamba kuna Mungu mmoja, nani? Baba. Yaani bado anataka aelezee, na anachukua nadharia ya nje, anataka aithibitishe. Kwa nini? Kwa neno, badala ya kuipima nadharia ya nje. Kwa nini? Kwa neno. Hiyo ndio ugomvi ambao tunakuwa nao, ndio shida ambayo tunapata kubwa sana katika uinjilisti. Katika King James Version kuna takribani maneno 26 yanayosema Spirit of God, roho ya nini? Ya Mungu. Sasa mimi nimetafasiri roho ya Mungu kwenye King James Version. Kwenye na neno Spirit of the Lord, mangapi hayo? 27. Na my spirit, mangapi hayo? Unaweza kuwa umetafuta ukakuta kuongezea, lakini bado mimi kuangalia na nikuta hapo hapo. Kwa Spirit of God, Spirit of the Lord, my spirit, roho yangu, roho ya Bwana, roho ya nani? Mungu. Sasa haya maneno matatu yote yanaelezea kitu hiki kimoja tu. Sasa tuende vizuri. Jumla yake ni ngapi? 93. Roho yangu, roho ya Bwana, roho ya Mungu. Sasa kitu kikisema mara nyingi, hata tupo mwigano, si ndio? Tukisema roho yangu, roho ya Bwana, roho ya Mungu, inaongelea kitu kingine, Mungu mwingine. Ina maana inamwongelea mtu fulani, si ndio? Mwenye chake, roho yangu. Sasa tuangalie, tutatumia maandiko tu machache kulingana na Agano la Kale. Roho ya nani? Ya Mungu. Naomba tuende vizuri hapa. Nimesema yako maneno mangapi? 26. Sema roho ya nani? Sasa tutachukua maandiko tu machache kuhusu roho ya Mungu. Roho ya Mungu, Roho Mtakatifu ni nani kulingana na Agano la nini? La Kale. Kama unaandika Mwanzo 1:2, na kama inawezekana uandike, kwa sababu uweze kukalili yote, na ikipita nifanyaje? Mimi mkihubiri hapo naandika. kuna nimekuja kugundua kumbe kuna maandiko haya ya Biblia haya ambao unayasoma kila siku. Mwingine akihubiri unaona kama unapata dimension nyingine, au kuna andiko lingine ulikuwa hujalifikiria kulijua. Sasa unakuta unabarikiwa, afu ushakaa chini unaanza kufanya revision kwa yale ambao mwenzako ameyahubiri. Hakika utakuwa the best preacher. Unajengeka kujua vitu vingi. Neno la Mungu ni ufunuo. Mwanzo 1:2, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso. Sasa hapa ndio msingi wa mafundisho yote yanaanzia hapa, kwa ya utatu na mengineyo. Sasa mtu anajenga hoja kwamba hapa Mungu roho alikuwa yuko wapi? Vilindi vya maji. Sasa swali linakuja, imeandikwa Mungu roho? Uone ni tatizo la kiakili. Lakini Biblia ikisoma kwamba roho ya nani? Ya Mungu ikatulia. Kama tungesoma hivi leo, tusingekuwa na confusion na maugomvi makubwa katika theolojia kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapata picha kwamba roho ya Mungu ilikuwa imetulia. Sasa ilikuwa imetuliaje? Maandiko yatuambii sana katika lugha ya Kiswahili, lakini ukisoma katika lugha ya Kiebrania kidogo, nimejaribu kufuatilia, inaongea kama ilikuwa imetanda kama vile tai anavyotanda kwenye nini? Kwenye vifaranga vyake. Na maana roho ya Mungu ilikuwa imejaza nini? Uumbaji.
Na ukisoma hapa kutulia, kuna King James version hapo, ilikuwa haijatulia kwamba imetulia hivi. Sasa soma katika King James version utaona. James version. 1:3 hiyo, 1:2. Kitabu cha Mwanzo 1:2. 1:2. Inasemaje? And the earth was without form and void. Yes. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Imetumia neno nini? Moved. Moved. Ni kitoba kimesimama? Hapana. Kwa ina maana kuna kitu ambacho kina move katika namna ya ajabu, kina move. Roho ya Mungu ni ajabu. Sasa na hii inaendana na wakati Kristo anabatizwa. Roho ya Mungu ikafanyaje? Ikashuka, ilikuwa ina move kwake. Kuna kitu hapo, kuna ufunuo mkubwa wakati mwingine tutajifunza. Kulingana na Agano la Kale tunaendelea roho ya nani? Ya Mungu. Fungu lingine Samueli wa kwanza 11:6. Nasema hivi, na roho ya Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu. Hapo alipoyasikia maneno yale, na ishara yake ikawaka na hasira yake ikawaka sana. Naomba tutulie kidogo. Roho ya Mungu ikamjia nani? Sauli. Roho ikamjia au ikamjia, si ndio? Sauli kwa nguvu. Na hapa Sauli ndo akapata nguvu kwenda kukusanya Waisraeli wote na kupigana vita. Mwanzo 41:38 nasema hivi. Naomba unanisomea hapo. Hata kama unaangalia hapo unanisomea tu. Farao akawaambia watumwa wake, ndio, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Mwenye roho ya Mungu ndani yake. Sasa naomba mimi na tuulizane. Wakati Farao anasema haya maneno, alikuwa anawaza kwamba kuna Mungu anampa mwenye roho yake ama kuna Mungu mwingine? Kwa anapo katika mindset ya andiko. Yani kwa anawaza yuko Mungu mwenye roho yake ameitoa. Wewe sema tutapata wapi mtu mwenye roho ya nani? Ya Mungu. Wewe alijua kuna nani? Kuna Mungu. Alafu kuna nini? Na roho yake. Sasa unaangalia sasa leo tunapataje tena kitu kwamba kuna Mungu na kuna Mungu nini? Roho. Sasa kwa hiyo ni contest ya mtu tu anayeingiza katika maandiko. Kwa hiyo tukisoma maandiko kama vile Farao alivyomaanisha, alivyolenga. Kwa hiyo Farao alitambua kuna nani? Kuna Mungu, si ndio? Baada ya kutafasiriwa zile ndoto akaona kuna Mungu. Sasa nitampataje mtu mwenye roho ya huyo nani? Mambo ya Nyakati, soma 2. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Oded. Ndipo roho ya Mungu ikafanyaje? Ikamjia Azaria mwana wa Oded. Sasa ukisoma hapo umeshoni tuna anafanya mambo ya tofauti. Ndio pia tunapokuwa tunasoma ile andiko pia tupime. Kwa nini hao walikuwa wanaingia na roho wanafanya vitu tofauti? Sasa tuangalie kitu kingine. Roho ya nani? Ya Bwana. Nimechukua maandiko matatu kwa sababu muda ni mchache. Kulingana na Agano la Kale roho ya Bwana imetajwaje? Waamuzi 14:6. Je, imetajwa kama Mungu mwingine au tofauti? Somea mtumishi wa Mungu. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Ndio. Lakini hakuambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Kwa maana roho ya Bwana ikamjia kwa nini? Samson. Sasa naomba, kuna juzi tulijifunza somo zuri sana hapa na sabato iliyopita kwamba nguvu, roho ya Mungu ni nguvu ya nini? Ya Mungu. Ndio bali kwa inamjia jamaa akampasua simba kama nini? Mwanambuzi. Hivi yeye mshona simba? Karibu. Mshona simba? Hizi physical. Mingine shona simba? Mje kuona Mshaona simba? Dume lile. Ni mdogo yule. Ni mkubwa. Sasa uambie upigane naye uokoke. Sasa yeye anampiga kofi yule nyumbu anaanguka. Lakini Samson alivyoingia na roho wa Mungu akampasua. Kwa hiyo ni nguvu za Mungu. Waamuzi 3:10. Soma. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Akatoka kwenenda vitani, naye Bwana akamtia huyo Kushan-Rishathaim, mfalme wa Mesopotamia, mkononi mwake, na mkono wake ukamshinda Kushan-Rishathaim. Ndio hivyo sasa, wewe mwaya utatumia kama utaweza. Umesikia bwana? Sasa naomba tujifunze kitu kabla ya hoja ya roho.
roho alivyomwingia akamshinda nani? Kusham Lathaim. Sasa kumbe pia hatuwezi pia kufanya uinjilisti bila roho nani? Hatuwezi kumshinda adui, hatuwezi kuwa na matokeo mazuri. Sasa jamaa walikuwa roho akiwajia tu anafanya vitu fulani vya ajabu sana. Kwa hiyo pia tusiingie katika kuhubiri kwa uzoefu kwamba mimi najua mafungu mengi au ujanja mwingi. Ni roho wa Mungu atusaidie. Andiko moja tu unaweza ukalijengea hoja likaokoa watu wengi. Mungu ni wajabu sana. Sasa andiko lingine kuhusu roho wa Mungu. Endelea. Roho ya Bwana. Isaya 61 mstari wa kwanza. Soma mtumishi. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana asifiwe. Sasa ili andiko tutarejea vizuri baadaye. Katika Luka pale kuna kitu ambacho kumeafifishwa, anatengenezwa Mungu roho hapo. Sawa? Sasa hebu tuangalie pia roho ya Bwana ii juu. Kumbe ili Yesu afungue watu, awagange wagonjwa, lazima roho wa Mungu afanyeje? Awe juu yake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima roho wa Mungu awe juu yetu. Ezekieli 11 mstari wa 5. Roho ya Bwana, endelea. Roho ya Bwana ikaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno haya, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Asante. Kumbe nabii hawezi kunena pasipo roho wa nani? Wa Bwana. Kwa maana roho ya Mungu anachukua maneno ya nani? Ya Mungu. Simple and clear tu. Sasa tuende vizuri sasa. Roho yangu, maneno roho yangu kulingana na Agano la Kale. Mwanzo 6:3. Kimbia. Mwanzo 6:3. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Asante. Ili andiko pia linajengewa katika zana ya utatu. Sasa lakini andiko nasema roho ya sasa kama Roho Mtakatifu ni Mungu roho, ina maana kuna Mungu mwingine anamiliki Mungu mwingine. Sasa kama ukishakuwa Mungu unamilikiwaje vipi tena? Kwa roho yangu, Mwanzo 6:3, haitashindana na mwanadamu. Inashindana na vipi? Kwa sababu Mungu anapotoa roho yake ni kutushawishi kumjia yeye. Unapokuwa unaikataa roho ya Mungu au ushawishi wa lile neno, tuko pamoja? Maana roho anapokuja wewe utasikia kama uvumi fulani. Nabii ama mtu wa Mungu atakuambia kwamba hii ni dhambi, hii ni sawa, hii si sawa. Ukipinga unashindana nani? Roho ya Mungu. Kwa maana wakampinga roho jangwani wa Israeli, maandiko yanasema. Lakini je, roho alikuwa anaongea nao uso kwa uso? Walimpinga nani? So walimpinga Mungu kupitia nani? Musa akitoa maandiko itoa kina Kora, kina Balaam, wote hao walikuwa wanapinga. Sababu walimpinga roho, sababu Mungu kwa njia ya roho wake kwa Musa akanena na wana wa Israeli, lakini wakakataa. Isaya 59:21 nisomee. Tena katika habari zangu, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako. Tosha tu. Kuna maana roho ya hapo, angalia roho ya Mungu inaambatana na maneno yake. Yaani huwezi kutenganisha roho ya Mungu na maneno ya nani? Ya Mungu. Maana roho inabeba maneno ya Mungu, fikra za Mungu, kila kitu roho inabeba. Kwa hiyo ni agano. Endelea katika Ezekieli 36:27. Soma. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Nitatia roho yangu ndani yenu. Ataitia roho yake ndani, alafu atawaendesha nini? Katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana asifiwe. Kumbe uwezi kushika hukumu za Mungu na sheria za Mungu na kuzitenda kama Mungu ajatia roho yake wapi? Hivyo ni kwamba ni jambo kwanza mwigano, rafiki yangu. Hivi usikii raha kwamba Mungu anatia roho yake ndani yako? Tukio kwenye mapenzi kule jamaa hizo, unaambia roho yako imelala na mimi, si ndio? Uzinzi umekutapakaa kweli kweli, roho ya uzinzi. Sasa roho ya Mungu inakuwa ndani yako. Ndio maana leo kuna watu wanatafuta pesa kwa roho za mashetani, si ndio? Wanaongea na spirit. Sema mtu anaitwa Roger Mans. Nimemsoma sana jamaa alivyokuwa anaongea kuhusu mambo ya spirit za roho za mashetani.
Sasa katika Yoeli 2:28 hebu nisomee. Hata itakuwa baada ya hayo, ndio ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Asante. Kumbe roho ya Mungu inatiwa, roho ya Mungu inamimina. Hivi kwa mtu timamu mwenye akili tu za kula tu maharage, hapo atawaza kwamba huo ni utatu? Sasa sijui inakuwaje hapo. Fungu ambalo linaweza kufikiriwa vinginevyo, Ayubu 33:4. Soma hapo. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa nini? Uhai. Sasa kama haya maandiko ambayo tumeyasoma, ili andiko litakushinda kulieleza? Tushajua roho ya Mungu ni roho ya Mungu mwenyewe. Sasa mtu, hii andiko linajengewa katika msamiati. Hicho kitabu chopo cha wanachoamini wa Adventista imewekwa, ili andiko limewekwa kumtetea nini? Roho Mtakatifu. Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa nini? Uhai. Kwa ni roho ya nani? Kwa leo kuumba ni nani? Si ni Mungu. Utasikia vizuri maandiko yanavyosema. Zaburi 104:29-30. Soma. Wewe wauficha uso wako, wao wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao, wanakufa. Na kuyarudia mavumbi yao. Waipeleka roho yako, wanaumbwa. Bwana asifiwe. Kwa anayeumba ni nani? Mungu. Ila kwa njia gani? Ya roho yake. Kwa roho yake. Kwa akitoa roho yake, wewe kuisha habari yako, usiwe. Mambo tu yanaeleweka. Haya. Yohana 20:22. Naye akiisha kusema hayo, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho. Sasa tuende katika English vizuri. Iko hapa nimeiweka. Isome kwa English. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive thee the Holy Ghost. Kwa aliwafanyaje? Aliwapulizia. Kwa pointi nyingine, roho ni pumzi ya nani? Uhai wa nani? Akawapulizia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwenye Kiswahili kaandika wakavuviwa, si ndio? Ikatuchanganya. Unajua lugha tu inaweza kukufanya ukaenda tofauti. Sasa mpaka hapo tu, kulingana na Agano la Kale, tunapata picha kwamba roho ya Bwana, roho ya Mungu, roho yangu inaongelea kitu hichi. Kazi yake moja, kutia watu wa Mungu nguvu za kiroho. Waamuzi 14:6. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi. Asante. Kwa maana kazi yake ni kutia watu wa Mungu nini? Nguvu. Mika 3:8. Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana. Nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana. Kwa maana huwezi kuitenganisha nguvu ya Mungu na roho ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ili upate nguvu lazima uwe na roho ya nani? Ya Mungu. Hiyo ni kazi yake. Twende kazi ya pili, kushuhudia kupitia manabii. Soma hapo. Nehemia 9:30. Lakini miaka mingi akachukuliana nao, nawe ukawashuhudia kwa roho yako, kwa vinywa vya manabii wako, wao wasitake kusikiliza. Kwa hiyo ukawatia katika mikono ya watu wa nchi. Asante. Kwa maana nawe ukawashuhudia kwa roho. Sasa naomba isiishie hapo. Tuongeze nini? Kwa vinywa ya manabii. Kumbe ili roho wa Mungu aongee mpaka awepo nani? Awepo nabii. Kwa maana leo unaweza kusema nimempinga roho wa Mungu lini? Kumbe vile ambavyo wewe unakataa kubadilika kwa sauti ya Mungu ndani ya madhabahu hii, si ndio? Hii mimbari. Unampinga nani? Nashangaa kwenye hukumu naambia ulimpinga roho, unabaki unabisha. Yeye kumwona roho. Sasa wale ambao wanasubiri wamuone Mungu roho ili waweze kuwashuhudia inakuwa shida. Kumbe neno la Mungu linapokuwa linatajwa na wewe ukalipinga, unampinga nani? Roho wa Mungu au Mungu. Hebu nipe 6:63 Yohana. 6:63. Inasemaje? Kitabu cha Yohana. Nafika. Karibu. Inasema. Inasema hivi. Nimeenda Kiingereza. It is the spirit that quickens. Yes. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Neno ambalo nawaambieni ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Ni uzima. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Wayahudi kumpinga Kristo
Kumpinga roho wa Mungu ilikuwa ni kupinga maneno ya Kristo. Roho ndiyo itiayo uzima, ndio mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Asante. Kazi ya tatu, kuleta maono ya Mungu. Ezekieli 11 mstari wa 24. Soma. Ezekieli 11:24. Na roho hiyo ikaniinua, ikanichukua katika maono kwa nguvu za roho ya Mungu. Asante. Hata Ukaridayo. Kwa maana ili upate maono lazima uwepo nani? Kwa maana leo unaweza kupata maono ya mashetani, sababu roho ya shetani iko wapi? Na watu wa Mungu tunaambia siku za mwisho tutamwagiwa roho. Sasa unaota nini? Maandiko yanasema mtaota ndoto, mtapata maono. Wewe unaota nini? Toka Januari mpaka Desemba wewe ni kuota ndoto tu na kukimbizwa. Unakula nyama, zingine unazini. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa ujiulize, kwa nini wewe ni wewe tu mwezi? Yaani huoti hata Mungu anakupa kitu fulani. Yaani ni kitu cha ajabu. Mungu atusaidie. Lakini kwa jina la Yesu tutavuka. Haleluya. Tunakuwa wadhaifu, tuko hapa, hii ni hospitali, lazima tutibiane, tutoke katika nafasi hiyo. Twende pia kazi. Asante. Kwa hivyo tushaona kazi zake tatu hapa: kutia watu wa Mungu nguvu za kiroho, kushuhudia kupitia manabii, kuleta maono ya nani? Ya Mungu. Zipo tu kazi nyingi, nimeweka tu kwa mamtasari. Nimegona. Haya, hivyo kwa pointi ambayo tumeangalia, roho si Mungu mwingine. Tuko pamoja? Sasa tuweke sababu zingine, kwa sababu zingine zifuatazo. Moja, inagawanywa. Inafanyaje? Hesabu 11 mstari 25. Nisome hapo. Hesabu 11:25. Ndio. Ndipo roho wa Bwana akashuka ndani ya wingu. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Asante. Kwa Mungu akashuka katika wingu. Kwani ile roho ilikuwa ni roho ya Musa kama Musa, au ni roho ya Mungu? Roho ya Mungu. Si ndio? Amempa Musa, ikaitwa roho ya nani? Ya Musa, maana ya agano la Sinai. Kuna roho wa Kristo na roho wa nani? Wa Musa. Tuko pamoja mpaka hapo? Lakini roho huyu maana walibatizwa wawe wa Musa, tunabatizwa kwa wa nani? Wa Kristo. Na ili uwe Mkristo lazima na roho ya nani? Ya Kristo. Sasa Musa ni msimamizi wa agano la kwanza kama mtumishi. Yesu ni msimamizi wa agano jipya kama mwana wa nani? Yeye ni mkuu zaidi, na nyumba yake ni sisi wenyewe, kulingana ile Waibrania sura ya 3 mstari wa 5 na 6. Kwa maana hii roho ya Mungu inagawanywa. Sasa leo niambie, sasa wewe kama ni Mungu roho, Mungu mwingine anamgawanya Mungu? Ni kitu ambacho hakiwezekani, ni lugha chafu. Kwanza tunamtukana Mungu. Yule mnyama akafunua kinywa chake akamtukana Mungu. Pili, inamiminwa. Yoeli 2:23 tushasoma kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye nini? Wenye mwili. Simple, clear. Tatu, inatiwa. Ezekieli 37:14, nami itatia roho yangu ndani yenu. Inatiwa. 4, inajazwa. Kutoka 35:31 nisome. Naye amemjaza roho ya Mungu. Naye amemjaza roho ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Nasi pia tuweze kujazwa. Na ukisoma hapa anasema akamjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. Kumbe roho ni kitu cha tofauti. Si tu kwa habari ya kushinda dhambi, hata kuwa mjuzi wa mambo ya kazi za mikono. Yaani niwaambia habari njema. Hivi mnajua duniani hapa kuna watu wajaenda shule ya ufundi lakini mafundi? Si kwa hivyo? Kwa hiyo hata huyu nani, Yusufu hakusomea elimu ya Misri, lakini akawa waziri mkuu wapi? Waliosomea akawacha kando, yeye akawa juu, akawa na ujuzi wa tofauti, na akampa Farao namna ya kukusanya ile ngano na namna ya kuendesha uchumi wa Misri. Uongo kweli? Kwa roho ya nani? Kwa inawezekana ukaja ukawa mtu stadi, mpaka viongozi wa serikali, mpaka watu wakuu wa nchi wakasema tutampata wapi mtu kama huyu? Nilisimulia kidogo pale Makumbusho, huko na hoteli iko pale, na kula viongozi na watu wenye pesa. Kijana mmoja alikuwa tu ni mcha Mungu,
alikuwa ni mhudumu tu wa humo ndani, anatenga chakula. Sasa alikuwa ni mtu mshapu, yuko spidi, yaani hataki kuona mteja anapoteza muda mrefu, anawatengea na lugha nzuri, kila kitu. Sasa kuna tajiri mmoja alikuwa tena, ananisimulia yeye, alikuwa yeye na kampuni kubwa, ameshaka wasomi wengi ni degree masters, lakini wanamwangusha katika uaminifu. Sasa yule kijana alikuwa anatenga chakula vizuri, yuko study. Sasa jamaa akasema, huyu kijana mbona hivi smart? Akamuuliza, wewe una elimu gani? Kama mimi darasa la 7. Unajua tena viwango vya dunia kikamshusha pose. Lakini baadaye akawaza, huyu mtu mbona alipokuwa akamuuliza yule jamaa mwenye hoteli, huyu mtu vipi? Akasema, huyu mtu toka nimekuwa naye hapa hoteli yangu na nini inapata neema kubwa sana. Huyu tajiri akafanya mpango wa kumuiba yule mtu. Baadaye akasema, akaongea naye, akamita kando, akamwambia, bwana, mimi nitakupa, naomba usimamie kazi yangu. Najua nitakuelekeza sababu unajua hujasoma hivyo vitu, lakini usimamie kazi yangu hivi na hivi na hivi. Basi yule kijana akamwaga yule bosi, na jamaa akaongea na yule bosi vile kama amemwachia. Akamwelekeza ile kazi. Sasa yule kijana tena akaanza kumlipa mshahara wa 1.5 milioni. Yule kijana kwa muda mchache tu, mwezi mmoja, akaadapt ile kazi. Akawa very smart kushika hata wale wasomi. Na mwisho wa siku jamaa akampandisha cheo kuwa kiongozi wa nani? Wa wale wengine. Mpaka sasa hivi jamaa alimjengea nyumba na anampa mshahara mkubwa, yeye ndio manager wa hiyo kampuni. Na darasa ngapi? La 7. Lakini kijana alimwambia jamaa moja tu, nitafanya yote lakini naomba unipe muda wangu wa kumwabudu nani? Hiyo tu. Sasa hiyo ikanipa kumbe inawezekana ukatoboa maisha ukiwa na roho wa nani? Wa Mungu tu. Sasa tusimsome tu roho wa Mungu kimjadala kwa hoja, kwa kuvunja hoja. Tuangalie na matumaini yake na matunda yake na kazi yake. Kama huyu jamaa tu alipewa kipawa cha kuwa study, akwenda shule, ni Mungu akampa roho yake, akajenga hekalu la Bwana. Haleluya. Tuendelee. Sasa tuangalie sasa picha nyingine hapo kwa haraka. So, roho wa Mtakatifu ni nani kulingana na Agano Jipya? Katika Agano Jipya tuna mambo 5 anapoitwa Roho Mtakatifu. 1, Roho wa Mungu. 2, Roho wa Yesu Kristo, maandiko hayapo. Matendo 16 mstari wa 7, Wafilipi 1:19, Warumi 8:9. Hebu tuyasome tu pia ukithibitisha. Nisomee msomaji. Mzibeti kumbe ni za ajabu. Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 7. Kimbia. 16:7. Inasemaje? Walipofika kukabili Misia, ndio wakajaribu kuenda Bithnia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Lakini Roho wa Yesu hakuwapa nini? Kumbe kuna uinjilisti pia, mse mkapanga mission kwenda kuhubiri sehemu fulani, ndio? Lakini Roho wa Mungu akafanyaje? Akamwambia, huko msiende. Si kila mtu anafaa kuhubiriwa kwa wakati huo. Usilazimishe. Kwa Roho wa Yesu, Wafilipi 1:19. Wafilipi 1 mstari wa 19. Ndio. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Na kuzurukiwa Roho wa nani? Kuzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Sasa anakuwaje ni Roho wa Mungu na wakati anakuwa ni Roho wa nani? Wa Yesu Kristo. Kusema Warumi 9 sema ni Roho wa Mungu na Roho wa nani? Wa Kristo, ambao ni andiko ambalo tunalipenda watu wengi, hasa sisi ambao tunapambana hizo hoja. 3, Roho Mtakatifu. 4, Roho wa Mwana, wa Galatia 4:6. 5, Roho wa uzima. Yote imeitwa hivyo. Sasa lakini kwenye Agano Jipya utashangaa inakuwa wa. Na kule kwenye Agano la Kale tumetia neno gani? Wai. Inakuwaje mara 2 hivi? Nini kimeongezeka? Twende mbele kidogo. Sasa neno la jumla. Sasa tuangalie neno la jumla. Roho mmoja. Katika Waefeso 4:4 inasema mwili mmoja, roho. Kwa katika hawa mambo haya 5 yanatufunga katika neno hili. Roho, hatuna roho mwingi au roho nyingi. Waefeso 2:18 inasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho. Kwa maana akiitwa Roho wa Mungu, Roho wa Yesu, Roho Mtakatifu, Roho wa Mwana, Roho wa uzima, ni roho huyu mmoja. Lakini yote kwa yote, huyu Roho kazi yake ni moja tu, anakufanya uweze kumkaribia nani?
Mungu ambaye ni Baba. Sasa hapa tunakuwa imevunjika hiyo kwamba Mungu ni Baba, Mwana na nani? Sasa kama Mungu ni Baba, Mwana, Roho, huyo Roho anakufanyaje tena umkaribie Mungu? Yupi ambaye ni Baba, Mwana, Roho? Tena hapa tutakuwa tuna unne mtakatifu. Kuna Mungu na kuna Mungu wa utatu. Sawa sawa, ni hatari. Haya, Roho wa Mungu kwa King James imetumika neno Spirit of God. Kuna lile neno ambalo katika Agano la Kale Spirit of God ndio kwenye Agano Jipya Spirit of God. Sasa kule kwenye Agano Jipya la Kale imesemwa roho ya nani? Ya Mungu. Tafasiri hiyo ikaja huku ikawa roho wa nani? Sasa sisi kwa sababu tushaelewa maana ya roho ya Mungu, neno wa au ya hizo kutufanyaje? Sababu ishaandikwa, sisi tutaweka suhoja. Sasa katika tukiweka sawa sasa maneno haya kwanza tuweke sawa. Kwa mfano neno katika Luka 4:17 mstari wa 18, Luka 4 mstari wa 17 mpaka 18, nisomee. Akapewa chuo cha nabii Isaya, ndio akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Tulia. Ili andiko kilisoma Yesu katumwa na nani? Soma vizuri hapo. Nisomeni vizuri andiko. Narudia tena. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Haya, aliyemtia mafuta ni nani? Kwa mjibu ile andiko, Roho wa Bwana. Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia nini? Mafuta. Ndio ile andiko linavyosomwa na wana utatu. Uongo kweli? Kwamba Roho amemtuma nani? Wanajua kwamba Baba alimtuma Mwana na Roho amemtuma nani? Yaani lengo lao moja kwamba ni huyo mmo. Sasa ili andiko Yesu analisoma kwenye chuo cha nabii nani? Isaya. Sasa tuende kwa Isaya. Isomee hapo Isaya 61:1. Isaya 61:1. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Tulia. Kumbe aliyemtia Yesu mafuta ni nani? Ni Bwana. Sasa kuna maandiko Bwana ni matamu sana. Ni wahubiri wenyekevu habari njema. Kwa hiyo Yesu alikuwa ananukuu kitabu cha nabii Isaya. Kwa hiyo si maneno ya kuweka vitu fulani. Hebu nisomee 10:38 Matendo. Tuweke ulinganifu mzuri. Twende kwa haraka. Matendo 10:38. Inasemaje? Nasema hivi. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Asante. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Tuko pamoja? Kwa maana Roho ya Bwana yu juu yangu. Kwa maana Bwana Mungu amenitia nini? Mafuta. Sasa Yesu alitiwa wapi mafuta? Wakati wa ubatizo. Wakati wa nini? Ubatizo. Mnakubaliana naye? Kwa kumbe sisi tunawaza pale kuna Mungu Roho anafanyaje? Anashuka, si ndio? Kumbe mindset ya andiko ni Mungu anamtia Yesu nini? Mafuta kwa Roho. Ndio ilikuwa hivi vile zamani zile za manabii na wafalme au makuhani. Kuhani au mfalme au nabii anachukua mafuta anamtia nini? Mafuta Daudi. Roho wa Mungu anafanyaje? Anashuka. Sasa yeye mafuta ya Agano Jipya atumiminiwi mafuta ya nini inaitwa yale mnatumiaga nyinyi? Zaituni. Leo naona watu wanatia zaituni kule wanapekana zaituni. Kumbe sasa Agano Jipya yale mafuta ilikuwa ya Agano la Kale, yale mafuta katika Agano Jipya yalikuwa yanawakilisha huduma ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anatutia mafuta kwa Roho yake, si kwa Mungu mwingine. Mwalimu, hapo kabla hujatoka tuongeze fungu moja tu. Ongeza. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:27. Nasemaje? Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake ndio yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yale yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa mafuta ni roho nani? Kwa Roho wa Mungu akiwepo tunafundishika, tunaelewa. Ukiona uelewi sana tuwe kichwa kigumu, inabidi ukae na Mungu nini? Vizuri. Andiko linasema kuna Mungu mmoja naye ni Baba. Uelewi tu. Unaona? Unasoma andiko uelewi. Inabidi upige magoti Yesu akufunulie nini? Maandiko. Na maana aliwaambia msitoke Yerusalemu
mpaka mpate uwezo kutoka wapi? Juu. Maana wakati anawahubiria habari njema waelewi, anawaambia msijitie chachu na ya Mafarisayo, wao wanawaza mikate. Tuko pamoja? Uko walivyogundua baadaye, Roho alivyowashikia sema alimaanisha kumbe ni mafundi. Kwa hiyo ukiwa una Roho wa Mungu, wengine wanaongea hivyo, unawaza mikate. Tuko pamoja? Maana leo mtu anaingia hapa anaanza kuwaza, unajua kuwa na wake wengi si mbaya, au sio? Hiyo roho inayomuongoza hivi ni roho ya uasherati. Tuko pamoja? Na anapata maandiko, lakini ukishakuwa na roho ya Mungu utajua roho ya andiko ni hizo. Anasema hapo mwanzo haikuwa hii. Sasa huwezi kuelewa ile andiko kwa sababu wewe una roho ya nini? Ya uzinzi. Una roho ya nani? Hiyo mmoja tu tabu wewe utaweza. Sasa tuendelee kulingana na Agano Jipya ambayo ni roho wa Mungu. 3:16 nisomee Mathayo. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akaja juu yake. Asante. Sasa hii tafasiri ukiangalia utaona imetafasiriwa katika lugha fulani hivi. Msameheni. Sasa hebu nisomee hapa, imetokana roho wa nani? Wa Mungu. Sasa tutumie kwa King James version hapa. Inasemaje? And Jesus when he was baptized went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God. He saw the Spirit of God. Tuko pamoja mpaka hapo? Yes. Hapa roho wa nani? Wa Mungu. Na kule kwenye Mwanzo 1:2 imesema Spirit of God. The Spirit of God. Wametafasiri vipi? Roho ya nani? Ya Mungu. Sasa mtafasiri akasema kwamba roho wa nani? Wa Mungu. Tukaribiwa maana. Kwa sababu jina kupesini moja. Walio tafasiri Biblia ni waamini wa utatu. Uongo kweli? Kwa hiyo walitafasiri kwa maana ya utatu. Hata leo kuna quotations za Ellen White zimetafasiriwa kwa akili za utatu. Na sasa vitabu vyote ambavyo vimetoka sasa hivi vipya vya Wasabato vya Ellen White wameingiza neno nini? Utatu. Sasa nyewe wanafikiri kwamba wanaokoa kanisa, kumbe wanaliangamiza nini? Kanisa. Jenga hoja kwa ule ukweli, kama ukweli utajifunua, kwani uchanganyikiwe? Genesis 1:2 imetumika neno nini? The Spirit of God. Na hapa the Spirit of God. Lakini hapa imesema roho ya Mungu. Huku roho wa nani? Wa Mungu. Sasa sisi tusisumbue. Tushaelewa kwamba Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu. Si simple na clear? Na maandiko yanathibitisha. Sasa tuendelee vizuri sasa. Hapa Roho Mtakatifu ni uwepo na nguvu ya utendaji wa Mungu, sio Mungu mwingine wa nini? Wa kando. Maandiko yanasema, soma andiko hilo. Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa nani? Basi ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekisha kuwajia. Hii sikuweka andiko hapa, ni Mathayo 12:27 bila shaka kama sijakosea. Lakini katika Luka andiko hilo anasema hivi, katika Luka 11:20, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha nani? Cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwafanyaje? Kumbe Yesu alitoa pepo kwa roho, lakini pia anaita ni kidole cha nani? Kwa maana kwa njia hiyo Roho Mtakatifu ni utendaji wa kazi za nani? Za Mungu. Mungu anatenda kupitia roho yake. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu 9:10, Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyoyasema. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa utendaji wa Mungu. Sasa tuje katika mafungu yanayozaniwa ni tata. Yohana 4:24. Mungu ni nani? Ni roho. Nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Sasa hapo inajengwa kwamba Roho Mtakatifu ndio nani? Ndio Mungu mwenyewe. Nakuja hivyo. Lakini katika muktadha wa andiko hili, maandiko yanasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Sasa ili kwa sababu Mungu ni roho, unapaswa pia kumwabudu yeye nini? Kiroho. Sasa Yesu anaposema Mungu anamaanisha ni nani? Tuko pamoja mpaka hapo? Nipe maandiko haya haraka haraka, ingawa si somo hilo.
Kitabu kile cha Yohana sura ya 6 mstari wa 27. Somee kwa haraka. Yohana 6. Ndio. Mstari wa ngapi? 27. Mstari wa 27 unasema hivi. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ndio ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Kwa Yesu akisema Mungu ni roho, anamaanisha nini? Baba. Sawa? Hebu nipe tena andiko hili, 8:41 Yohana hiyo hiyo. 8:41. Ndio, haya maandiko sikuyaweka hapo. Nasema hivi. Nasemaje? Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yaani Mungu. Kwa Wayahudi wakisema baba ndo nani? Sasa Yesu anawakatalia 58 hapo hapo. 54. Mstari wa 54 hapo hapo. 54 unasema hivi. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Ambaye ninyi mnanena kuwa ni Mungu? Kwa Yesu akisema Mungu ni roho, anamaanisha nini? Baba. Si Mungu, si Roho Mtakatifu au Baba na Mwana Roho. Na kama wao wanasema kuna hii inamaanisha Mungu roho, na katika imani ya utatu ukisema Mungu iko nani? Iko Baba, iko Mwana, iko Roho Mtakatifu. Hebu ngoja tuweke hapa vizuri uone hapa. Mwalimu, hapo 24 ukirudi nyuma 23. Naweka vizuri. Nasemaje? Lakini saa inakuja. Nayo saa ipo. Ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Wewe kumbe andiko lenyewe bila kwenda mengine linatafsiri lenyewe. Ni kupotea ni uchaguzi wako. Mkono. Aya. Mpe maiki wakati huu hujasema, hebu tuangalie hii hapa. Msikie huyu. Hebu ngoja sauti hapa. Haya. Ukisema Mungu, humo ndani kuna Baba, humo ndani kuna Mwana, humo ndani kuna Roho Mtakatifu. Simone? Kwa ukisema Mungu kwa imani wa Sabato, ndani kuna nini? Ndani kuna nini? Ndani kuna nini? Sema Mungu ni roho. Kwa maana ndani kuna nani? Baba ndani? Nani? Simone ni confusion. Lakini ndio bado andiko sema hiyo ni Mungu roho. Hiyo wanakatalia pale pale. Hebu sema mtumishi wa Mungu. Asante. Kwanza ninakushukuru kwa kupitia vichaka vingi vya watu hao wanapojificha. Sasa naomba nikukumbushe kichaka kimoja hiki na chenyewe tukifikie. Ndio. 1:8 Yohana. 1:8 Yohana. Naam. Nani anasoma? 1:8 Yohana, je, nikusomea. 1:18. 1:18 kama sijakosea. Yohana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. 1:8 nasema huyo linasema Mungu Mwana ni 1:8. 1:18 nasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Ndio. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Mishi nitaka na hicho kichaka ukifikie kabisa ili huku tutoke, maana wanajifichaga sana hapo. Okay. Haya, asante. Sasa iko hivi, sababu leo tunaongelea kuhusu Roho Mtakatifu. Kule nyuma tulishafungia hicho kichaka, lakini kifupi tulisema tuliandiko sababu lishatajwa kwenye maiki limeenda Ndio. Nisomee katika King James Version. Tuiangalie. Nani kasema kwamba kuna mtafasiri. Mtafasiri anatafasiri akiwa na akili ya nini? Ya kitwari. Ya utatu.
No man has seen God at any time. Ndio. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. The only begotten Son. Kwa Kiswahili fasani nini? Mwana mzaliwa pekee. Mwana mzaliwa pekee. Lakini mtafasiri wa utatu anasema Mungu mwana. Sasa kwa mtu wa timamu tu ataelewa. Sasa kuhusu habari ya Mungu Roho, hebu tuangalie Ellen G. White anasemaje katika Testimony for the Church volume 8 page ya 263. Umesomea hapo. Inasema God is a spirit. Yet he is a person being. For a man was made in his image. Hallelujah. Kumbe wewe umeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Wewe una roho au una roho? Ndiyo. Wewe Mungu si ni Mungu? Naye ana nini? Ana roho. Hapo sema yet is a personal being. Ni ana umbo la mtu. Kwa Mungu ni halisi. Na hakuna mwana utatu anakubali Mungu anaonekana kwa uhalisi. Uongo kweli? Utatu unamsambaratisha Mungu, yani Mungu anakuwa tu kimiminika kinachoenea. Asiye na umbo. Ukisema una umbo, unasema wewe umjui Mungu. Juzi nilikuwa napambana na watu pastors wengi tu wakubwa wanasema kwamba Masawe umjui nani? Mungu. Mungu anasema ana mkono. Usifiki kama ana mkono akisema ana mkono, hauswe? Wewe yani ni vurugu tu. Nikasema Mungu atusaidie. Mungu analo nini? Umbo. Sababu maandiko yako hapo kusema Hesabu 12:8. Maandiko yanasema na umbo la Bwana yeye atalifanyaje? Ataliona. Kwa hiyo mambo yako wazi. Kutoka 33:20 mpaka 23 anasema hivi. Hapa pana mahali karibu nami. Sasa kama Mungu ni roho inayoenea, sina maana hamna mahali ambao hayuko, si ndio? Hapo nasema nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautafanyaje? Hautaonekana. Kwa Mungu ana physical form kama Mungu kusema Danieli 7 mpaka 9 mpaka 14, maandiko yanasema mmoja aliye mzee wa siku amefanyaje? Ameketi. Mavazi yake yalikuwa kama meupe kama theluji. Na mwingine tena mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya wapi? Ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa nini? Wa siku. Nilikuwa naongea na mzee wa kanisa juzi wa Dodoma kule, ananiambia eti huyu mtu mfano wa mwanadamu anasema ndo mzee wa nini? Yaani hili andiko tukasumbuana naye nusu saa nzima. Kwamba Masai uone vizuri, huyu mzee wa siku ndo huyu Yesu. Nikasema mimi naona vibaya. Nikagundua kwamba yeye ndo ni kipofu, anapaswa kupata dawa ya nini? Dawa ya macho. Maajabu. Ushadanganyika, unadanganyika kweli kweli. Kwa hiyo Mungu analo umbo. Yaani wenye moyo safi maana hawataona nani? Ukisema Ufunuo Yohana 22:3 mpaka 5, maandiko yanasema kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani nini? Ndani yake. Hebu mtumishi nipe kitabu cha Pambano Kuu hichi. Nikuonyeshe hapa kitu. Najua hapa wengi wanasikiliza. Juzi nilikuwa nasikia pastor moja huko ukurasa wa 558 kitabu cha Pambano Kuu. Inasema sikuona hekalu ndani yake. Ndio. Kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwanakondoo ndiyo hekalu lake. Ufunuo 21:22. Endelea. Watu wa Mungu wanapata upendeleo wa kuongea na Baba na Mwana. Ndio. Kwa sasa tunaona kwa kioo kigizagiza. Ndio. Wakorintho wa kwanza 13:12. Tunaiona sura ya Mungu ikiwa imeakisiwa kama katika kioo, katika uumbaji na katika kushughulika kwake na wanadamu. Ndio. Lakini baadaye tutamwona uso kwa uso. Ndio. Pasipo pazia la ugizagiza lililo katikati yetu. Ndio. Tutasimama mbele yake na kuona utukufu wa uso wake. Imeisha. Asante. Kwa ina maana kwa mjibu wa Ellen White tutamwona nani? Na nani? Na Yesu Kristo. Sasa kama Mungu ni utatu, Baba, Mwana, Roho, utaona nini? Ndio maana hicho ukiombea hivyo sema Mungu hawezi kuonekana, ni kama tu kiini. Tuko pamoja? Sasa ukishasema Mungu ana umbo, Kristo ana umbo, umeua nini? Utatu. Ndio maana msingi mkubwa katika zile fundamental principles 7
ambazo zinasemesha kanisa la Sabato za awali. Kujua nafsi ya Mungu na mwanaye ilikuwa ni ukiri wa kanisa. Bwana asifiwe. Kwamba kanisa lazima litambue kuna Mungu na nani? Na mwana, na wote wana nafsi za kuonekana. Na hiyo ndio iwe msingi wetu hapo. Bwana asifiwe. Kwamba tunamwabudu Mungu wa namna gani? Mungu mwenye umbo, Mungu mwenye nafsi anayeonekana na akiwa na mwana. Huo ndio kwa ni fundamental principle. Basi kuiweka hapa, sijui kama niliweka. Yesu pia ni nini? Ni roho. Wakorintho wa kwanza 15:45. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho ya nini? Yenye kuhuisha. Kumbe Mungu Baba ni roho na mwana ni pia nani? Kuna maana kwa maana nyingine katika muktadha huu asili ya Mungu ni nini? Roho, si ndio? Kwa na maana hapa inaongelea Mungu ni spirit, lakini haina maana sahihi nyingine ambayo inajengwa. Pia na sisi pia ni nini? Ni roho. Yohana 3:6. Kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Kilichozaliwa kwa roho ni nini? Kwa hiyo ukizaliwa kwa roho unakuwa nini? Roho. Je, ukiwa roho unapoteza umbo? Hapana. Kwa na maana unakuwa ni mtu wa kiroho, unakuwa na tabia ya Mungu, mawazo ya Mungu yanakuwa ndani yako. Sasa kumkufuru Roho Mtakatifu, hii naomba hii ije wakati mwingine. Sawa? Kumkufuru Roho Mtakatifu na ile Matendo sura ya 5 katika Sabato inayokuja tutaiangalia hiyo pia. Sasa naomba tukimbie kwa haraka kwa muda uliobakia. Kwa pointi Roho Mtakatifu kulingana na waasisi wa nini? Wa CDA. Hizo mafungu 3 tutaje kuzimalizia. Hapa nataka tuweke msingi bora. Hao walisemaje hao wazee wetu ambao walikuja kusimamisha imani hii? Waasisi kuwa ushuhuda wa nini? Wa ukweli. Sasa ni maelezo ni mengi, muda ni mchache. Naomba niingie katika pointi hii. Hiyo nukuu inasema hivi: na wachukua viwango ambavyo wameangukia katika mauti, wanapaswa kuongea kupitia kuyachapisha maandiko yao. Huyu ni Ellen G. White anasema hivi: nimeagizwa kwamba sauti zao zinapaswa kusikiwa. Nimeagizwa kwamba sauti zao zinapaswa kusikiwa. Wanapaswa kutoa ushuhuda wao wa kipi kinaunda ukweli wa wakati huu. Bwana asifiwe. Hatupaswi kupokea maneno ya wale ambao huja na ujumbe unaoitarafiana na hatua maalum za imani yetu. Wanakusanya pamoja rundo la maandiko na kurundika kama ushahidi kuzunguka nadharia zao wanazo zitetea. Ili limekuwa likifanyika tena na tena wakati wa miaka 50 iliyofanyaje? Iliyopita. Kwa haya pionia Ellen anasema hivi, maana nyingine, ukitaka kujua ukweli wa kanisa la Sabato, wasikize nani? Maana idara yoyote ya dunia hii, ili ujue msimamo wake, angalia nini? Waasisi, founder waliweka nini? Sasa tuangalie vizuri wao waliamini nini. Hii inaitwa Ellen G. White Preaches the Word, au pia Counsel to the Writers. Hiyo nukuu naweza nikawatumia tu kama mtu ukitaka. Sasa tuendelee vizuri sasa. Katika Uriah Smith anasemaje? Uriah Smith anasema hivi: Holy Spirit is a spirit of God, it is also the spirit of Christ. Tafasiri ya haraka, Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, pia ni roho wa nani? Wa Kristo. Sasa tumwangalie vizuri hapa anachokisema. Hii nukuu waga naipenda sana. Ndio maana nataka kuvunja zile hoja zote za Ellen G. White, zile ambazo zinawachanganya watu Mama yetu anasema uangalie waasi. Ile mindset unaposema nafsi walikuwa na maana gani? Muktadha wao utaelewa, na tutavunja hizo hoja zote katika masomo yanayokuja. Anasema hivi, Uriah Smith, looking up unto Jesus. Hiki kitabu nataka mwinjilisti kitafasiri hiki kitabu. Hichi kitabu Ellen White alikisifia, alisema kuhusu, kilitokana kidogo wakati ile Deserve Ages mnaisoma tumana vizazi vyote. Hii kilikuwa nyuma kidogo. Na alisema ukitaka kupata neema ya kujua ufahamu kuhusu Mungu na mwingine, soma hichi kitabu. Sasa God alone is without beginning. Sasa naomba nisome kwa Kiswahili. Sasa hapa nimepigia hizi maneno mekundu, maneno ya kijani na mekundu. Hapa kuna mambo makubwa hapa. Sasa naomba tuisome kwa sababu tunataka tuongelee Roho Mtakatifu. Anasema the Spirit of God, the Spirit of Christ is a divine afflatus and the medium of their power, representative of them both. Sasa naomba tu Kiswahili tu. Mungu pekee, yeye peke yake hana nini? Hana mwanzo. Hana nini jamani? Hana mwanzo. Kwa maandiko yanasema hapo mwanzo inamwongelea nani? Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa mwana wa Mungu ndiye anaelezewa kwenye nini? Mwanzo. Maandiko. Mungu ana maelezo machache sana. Kwa mwanawe, kwa sababu gani ni mwanawe? Hebu nisome maandiko haya. Wakolosai 1:16 na 17. Sikia vizuri hapo. Kila kitu katika Biblia kinamzungumzia nani? Mwana. Kristo. Kwa Mungu ndio anamfunua mwanawe, mumuelewe, maana vitu vyote hivi duniani vimeumbwa kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Soma maandiko hayo haraka. Wakolosai 1:16.
16 inasema ndio, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, ndio, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ndio, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani na enzi na mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Na kwa ajili yake. Kwa maana vyote akiwemo inzi ni kwa ajili ya nani? Ndio maana katika Ufunuo 1:1 sema ufunuo Yesu Kristo aliyopewa na nani? Mungu. Kwa maana Mungu anamfunua nani? Ndio maana ukimkataa mwana wa Mungu na hali mbaya. Watu nawaambia Waislamu wana hali mbaya. Napigwa sana. Maana vyote ni vya nani? Tena hukumu yako ulitumia vitu vya mwanangu na ukumpa utukufu. Ndio utasikia kimbembe hapo wakati huo. Sasa sema Mungu pekee hana nini? Mwanzo. Katika zama za kwanza kabisa ambapo mwanzo ungeweza kuwa kipindi cha mbali sana ambacho kwa akili zenye kikomo kimsingi ni umilele. Neno lilionekana. Haleluya. Hapo mwanzo kulikuwepo neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Yohana 1:1. Neno hili ambalo alikuumbwa lilikuwa ni nafsi ambaye katika utimilifu wa wakati alifanyika mwili akakaa kwetu. Mwanzo wake haukuwa kama ule wa kiumbe kingine chochote katika ulimwengu. Imefafanuliwa katika usemi wa ajabu. Mwana wake Mungu wa pekee, mwana pekee wa Baba, na kwa maana nalitolewa na kuja kutoka kwa Mungu. Yohana 8:2. Hivyo inaonekana kwamba kwa msukumo au mchakato fulani wa kiungu, si uumbaji unaojulikana tu na ujuzi wa mambo yote, na ikiwezekana tu kwa uweza mwana wa Mungu alifanyaje? Alitokea. Ni maneno mazito, sema zito. Hii ndio maana waasisi ndani ya CD hawatakiwi na vitabu vyao vilifichwa kuanzia mwaka 1928, maana haya maneno wasingestahimili na utatu. Tuko pamoja? Endelea ya watu na kisha Roho Mtakatifu kwa udhaifu wa tafasiri inayoitwa Pepo Mtakatifu au Holy Ghost. The Holy Ghost. Unajua maana ya Holy Ghost? Maana yake tafasiri ya Kiswahili ni Pepo Mtakatifu. Inayoitwa Pepo Mtakatifu, ndio Roho wa Mungu, Roho wa Kristo, msukumo wa kiungu wa uumbaji na kiungo cha uweza wao, mwakilishi wao wote wawili alikuwapo pia. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Sasa unaanza kiungo cha uweza wao, mwakilishi wao wote. Sasa kwenye English imetumia neno zuri sana. Hebu soma the divine affritas and medium of their power. Tulia kidogo. Na maana ukisikia medium ni nini? Medium ni kitu cha kati ambao kinaunganisha wote wawili. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio maana ili upate baba na mwana wameungana kwa njia gani? Ya Roho. Na ili uweze kuungana nao inabidi ufanyeje? Ujazwe. Ndio maana maandiko yanasema wawe na umoja kama tulivyosema nini? Umoja. Wewe ndani yangu, mimi ndani? Tuko pamoja na wao ndani yetu, ili wawe wamekamilika katika nini? Umoja. Ile 17 mstari wa 11 na mstari wa 22 Yohana. Tuko pamoja? Kumbe kuwa ndani ya Baba, Yesu kuwa ndani ya Baba na Baba kuwa ndani ya Mwana ni kwa njia gani? Ya Roho. Kwa maana sababu Roho iko ndani ya Baba na iko ndani ya nani? Ya Mwana. Ndani huyu. Na huyo Roho akiwepo ndani yako umeungana nani? God the Father. Sasa ukita Mungu mwingine, Mungu Roho Mtakatifu, unatengeneza kitu kingi? Ndicho ambacho waleta Kerogs. Unajua nawasimulia mambo ya Kerogs. Dada kanisa la 7. Kitabu kinaitwa Living Temple. Alimtengeneza Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa likatikisika na alibidi aondoke ndani ya kanisa. Na mama hicho kitabu akasema akakilaani kile kitabu. Kwa sababu kinamfanya Mungu kuwa ameenea. Amepervade all nature. Sasa hiyo ni somo lingine ambalo linaitwa pantheism. Kwa wapagani wote Mungu wao amefanyaje? Amesambarati. Baanza kumwabudu zibaki ngapi? Sasa kwa hiyo point inayokuja rafiki zangu tunapomalizia ni kwamba the Holy Spirit ni medium ya power ya Baba na nani? Na Mwana. Kwa maana Roho wa Mungu na Roho wa nani? Kwa maana Roho wa Mungu akiwa ndani yako, Mungu yuko ndani ya na Kristo ndani. Sasa ina maana anakuwa medium kama Mungu anaweza akamtoa Roho wake na akaendelea kwa wapi? Mbinguni, na wakati Roho yake ikimfanyaje? Ikimwakilisha. Sasa hapo wengine wa matengenezo wanachanganyikiwa, wanasema Roho Yesu ndio Roho Mtakatifu. Ukisema Yesu ndio Roho Mtakatifu, unamfanya Yesu kuwa roho wa nani? Unaua kitendo cha Yesu kufanyaje? Kuzaliwa. Hiyo mnaelewa vizuri? Sababu roho yako imezaliwa. Tuko pamoja mpaka hapo? Roho ya Mungu ilizaliwa. Ni roho ya nani? Sasa kama roho Kristo akiwa ni roho ya Mungu alizaliwa.
Simona tunafanya confusion. Kwa ni roho ya Mungu ambayo anatupa sisi. Sasa sikia nukuu ya mwisho hapa anavyosema. Nimeambia muda wangu umeisha. Huyu anaitwa JWW anauliza kwa Urias Smith, je, tuelewe kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi? Tuko pamoja? Sawa na Baba na Mwana? Wengine wanadai kwamba ni hivyo, wengine wanadai kwamba sivyo. Naomba tumnipe nafasi nisome nukuu hapo tumalize. Hebu nitende kwa Kiswahili. Mtamea Biabato hapo? Jibu. Maneno Holy Ghost ni tafsiri kali na isiyopendeza. Inapaswa kuwa Roho Mtakatifu. Hagion Neuma. Kila mahali roho huyu ni roho wa Mungu na pia ni roho wa Kristo. Roho akiwa ni yule yule, iwe anatajwa kuwa wa Mungu au wa Kristo. Lakini kuhusu roho huyu Biblia hutumia maneno ambayo hayawezi kupatanishwa na wazo la kuwa yeye ni nafsi kama Baba na Mwana. Ibani msikia mzuri? Waasisi wanaelezea, endelea andiko. Badala yake huonyeshwa kuwa ni ushawishi wa kiungu utokao kwao wote wawili. Chombo kinachowakilisha uwepo wao na ambacho kupitia hicho wana maarifa na nguvu katika ulimwengu wote. Wanapokuwa hawapo kibinafsi, Kristo ni nafsi sasa akihudumu kama kuhani katika patakatifu mbinguni. Na hata hivyo anasema kwamba popote wawili au watatu walipokusanyika kwa jina lake, yuko hapo katikati yao. Asante. Sasa umeona punti hiyo jamani? Umeelewa ule Smith anavyoelezea? Hebu mmoja niambie ameelewa nini? Kuanzia msomaji hapa. Kwa hiyo hoja kwanza Urias Smith anakataa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama alivyo Baba na Mwana. Ndio. Lakini anaeleza kwamba Roho Mtakatifu ni ushawishi wa wote wawili. Ndio. Na kwamba anarepresenti uwepo wao pale ambapo wao hawapo sehemu kibinafsi. Ndio. Kwa hiyo kwa maana hiyo mimi nilichokielewa ni kwamba Roho wa Mungu, labda niishie katika maneno, ukitaka kuongeza mengine hapo unaweza. Asante. Kuna mtu amechanganyikiwa hapo? Wangapi nyosha mkono kama hujaelewa? Hujaelewa? Umeelewa? Asante. Sasa hiyo ndio pionia unapofanyaje? Eleza sasa. Kesho Sabato inayokuja Mungu akinijalia nikiwepo, tutaelezea kuhusiana nini? Kuhusiana hilo hoja. Nimetoa nafasi hapo kwa roho umerukaruka tu. Ndio. Sasa hiyo unaweza kuwa umejiweka mwenyewe. Nachotaka hapa tuangalie vile andiko linasema. Hiyo hapo tutakuwa tunaweka vizuri. Ukishaweka maneno yetu itakuwa ni msiba mkubwa. Sasa chukua tu kimoja hapo wakati tunafunga. The divine apparatus and the medium of their power. Tuko pamoja hapo? Ni divine, ni uungu. Tuko pamoja mpaka hapo? Ni uungu. Na maana roho anapokuja anabeba mawazo ya nani? Ya Mungu. Ndio maana anakupa influence. Na kitu kimoja kwa siri moja migano. Hakuna mahali katika Biblia roho aliongea mzima kwamba akatokea hivi akaanza kuzungumza na watu. Never and ever. Ili roho aongee lazima wawepo nabii. Lazima wawepo malaika. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa hilo tutakuja kuliangalia vizuri. Hakuna sehemu roho anatokea pap. Never and ever. Sababu gani? Si mtu kama mtu alivyo Baba na nani? Na Mwana. Sasa kuhusu habari ya utu au personality, Sabato ijayo tutaangalia hao walikuwa na maanisha
nini. Sasa watu wananukuu vibaya baada ya kuangalia muktadha ambao wako nao. Sasa humu tayari ziko nukuu nyingi wakielezea walivyokuwa wanamaanisha na kufungua utaratibu wao katika neno la Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja? Sasa mtu asema ni nafsi, aba anawaza kwamba ni mtu. Sasa wao walikuwa nawaza nini? Sasa naomba tuishie hapa, tuheshimu muda, na inshallah muda wa mwenyekiti na amenyamazia hapa. Sabato jayo tuombe Mungu tufike tuweze kuelezana hili somo. Na hili somo itatusaidia kuvunja hoja zote zile nukuu ambazo wanazileta. Zote. Na tutaangalia paka mtoto wa Mama White ambaye alikuwa anafundishwa na Ellen G. White. Wakati Ellen G. White anafundisha roho ni nafsi, sawa? Alikuwa na maana gani? Ameelezea mwenyewe, mama yangu alikuwa na maana, ametufundisha hivi na hivi katika muktadha wao. Unajua lugha ya zamani ulipokuwa unaongea, sometime ukileta katika leo unaweza ukafikiri kitu kingine. Wewe unapaswa uende katika lugha ya walikuwa wanamaanisha nini. Mwaya akiongea jambo fulani hivi, nyewe mnajua haya, usindiwe. Wewe ukileta kwa Kichaga huko kwa Kiswahili unaweza ukabadilisha kumbe wao walikuwa na maana hii. Bwana asifiwe. Siko vizuri hiyo? Pige magoti. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na fadhili zako kubwa ambazo umetutendea katika maisha yetu. Tumejifunza habari za roho wako mtakatifu kwa maandiko matakatifu. Lakini bado tunaendelea kujifunza, maana maandiko yanasema kwamba roho wako wewe ni mpana, wewe ni wa milele. Hakuna mwanadamu anaweza kukuchunguza, maana wewe ufahamu wako ni mkubwa ambao hata kuusema tu tunaogopa. Lakini Bwana, kuna mambo ambayo umetufunulia. Katika hayo adui amepanda magugu, tumechanganyikiwa. Baba, kupitia maandiko matakatifu na uongozi wako wa roho, ukatujalia kila mmoja ndani ya kanisa hili tuelewe kuhusu roho wako mtakatifu. Maana imeandikwa kwamba tuzichunguze hizo roho kama zimetokana na wewe ama la. Roho ziko nyingi ambazo zimetuchanganya na kutuvuruga mpaka leo hatujui tunazukiwa na roho yupi, kumbe tunazukiwa na majini au mapepo. Ila kwa kuwa Bwana leo kwa kiasi kidogo umetupa mwanga mchache, tunakusihi katika mwanga huu ukatuwezeshe kusimama na mwanga huu kidogo kwa hichi, ili tupate matunda, tumzalie mwanao matunda katika jina la Yesu. Na wakati tutaporejea tena katika masomo haya na mengineyo, Baba zidi kutufunulia. Na unapotufunulia Bwana, fungua mioyo yetu iwe mepesi, maana tuna moyo mzito wa jiwe. Tukiwa na moyo wa jiwe hatuwezi kuyaona mapenzi yako, hatuwezi kupata ufahamu wako. Tunakusihi katika jina la Yesu ukatusaidie, ukafungua ufahamu wetu. Na kawaida hii ya ulimwengu ambao Bwana imeanza kuchakaa, dunia imejaa utusi na vurugu za kutosha. Watu wako tunapaswa kuwa sehemu ya kuwa matumaini. Tunapaswa kusimama kutoa nuru ili tuwe nuru ya ulimwengu kama mwanao alivyokuwa nuru ya ulimwengu. Lakini Bwana, tunakusihi tunapotoka mahali hapa kuelekea katika majukumu yetu ya kimsingi ya mwili, ya mikono na kazi yako, kila mmoja wetu hapo Bwana, nakusihi leo ukampe dimension mpya ya ufahamu wa kumpokea Roho Mtakatifu, ili tujue sauti yako kwa njia hiyo, ili tusiweze kukutenda dhambi, ili tusiweze kuwa na mawazo mengine ambayo yanaenda kuafifisha nuru ambayo umetupa ndani yetu. Bwana wetu, tunakosa kuwa nuru na mwangaza katika jamii. Tunakusihi Bwana ukatupe wepesi ili tukatembee katika mashauri yako, na pia ukatuondolee kiburi ambacho tukizania labda kujenga mambo makubwa ya kitaasisi, hapa ndipo tulikuwa tumepata roho wako. Bali ukatuwezeshe Bwana kwa neema yako, kwa roho wako wa milele, tuwe na roho ambayo ya upendo, ili tukawe ushuhuda katika familia zetu, tukawe ushuhuda katika koo zetu na katika taifa letu, ili Bwana watu watupotoona sisi waone hakika yake hawa ni watoto wa Kristo, hawa ni watoto wako. Tuwe ushuhuda na mapenzi mema. Lakini Bwana, nakusihi katika jambo lingine tena, watu wako mahali hapa tuna mambo mengi ya kufanya ikiwemo kazi yako, lakini hatuna vitendea kazi. Tunahitaji kamera, tunahitaji vitu mbalimbali vya sauti na vinginevyo Bwana, ambao unavijua, ambao kila mmoja vitamwezesha kufanya kazi yako. Haizawadi mwinjisi yule, vijana ambao wanafanya kazi yako, kina Mensod, kina Kevin, kina Shayo, kina Jonas, na kila mtu ndani ya ndani Bwana anahitaji vifaa maalum vya kufanya kazi yako takatifu. Lakini Bwana hatuko navyo. Tunakusihi Bwana ukatupe njia, ukafungue mapato ya mikono yetu, ukafungue watu wengine Bwana wakone nuru hii, tupate vitendea kazi ili tutoke kwa ajili ya kuangaza ulimwengu katika hicho. Asante maana umetupenda, asante kwa maana umetubariki. Amani iwe kwa taifa la Tanzania, amani iwe kwa rais wa nchi, amani kwa serikali hii. Utuwezeshe kuwa na amani, tukuche wewe na kuifanya kazi yako
hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Ni kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki.